Mtanzania, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa, kijamii na kiuchumi. Ndugu zangu, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha, na mie nikasema leo walau niweze kuzungumza na ninyi. Na jambo langu leo ni suala ambalo litatokana au linatokana na hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye aliongea au kuhutubia jana tarehe 13 kama mtakumbuka, akiwa Dodoma wakati wa mkutano mkuu wa mahakimu na majaji. Mnafahamu ni tukio kubwa katika nchi yetu, kwa sababu mnafahamu mahakama ni moja ya muhimili katika mihimili mitatu ya serikali yetu. Na kwanza pia niweze kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa au kuvunja rekodi. Amekuwa rais wa pili kuzungumza au kufungua mkutano wa mahakimu na majaji. Mtakumbuka historia inasema kwamba kwa mara ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye baba wa taifa letu, Mungu amrehemu, alizungumza au alifungua mkutano wa mahakimu na majaji mwaka 1984. Wengine wanatimiza miaka 41 tangu wakati huo. Kwa hiyo ni miaka 41 imepita, hali ambayo anapaswa kupongezwa kwa ujasiri, lakini pia kwa kujali, kwa sababu kitendo alichokifanya ni kwamba, na hapana chembe ya shaka kwamba anajali haki katika taifa letu. Lakini sasa baada ya ile hotuba ya Mheshimiwa Rais, tumeona kumekuwa kuna upotoshaji mkubwa wa baadhi ya watu wachache ambao mara nyingi na si mara zote wamekuwa wakifanya hivyo. Sasa wakati mwingine ukiacha uendelee, maana yake upotoshaji ule unaweza ukachukuliwa na watu wengine, kwa sababu tuna uwezo tofauti wa kufikiri na kuchambua haya mambo. Wengine wanaweza wakachukua kama ni kweli. Sasa tukasema hapana, lazima niongee na Watanzania wenzangu ili kuweza kuzungumza machache sana, wala haitakuwa ya muda mrefu, lakini naamini wote tutaelewa. Ndugu zangu, lazima tufahamu kwamba kauli alizozitoa jana Mheshimiwa Rais, ukiangalia kwa jicho pevu la kiuchambuzi, na hasa ukiwa umezingatia misingi ya uzalendo, utagundua kabisa rais alikuwa amesimama kama mkuu wa nchi, kama ambavyo katiba inamtambua na sisi tunamtambua, kwamba anayo mamlaka ya kutoa maagizo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais jana alikuwa anatoa maagizo kwa serikali iweze, kwa sababu yeye ni mkuu wa serikali, lakini alikuwa kwa sababu ana vyombo pia. Kwa alikuwa anatoa maagizo ambayo ukiangalia mengine ni wajibu wa serikali yenyewe, lakini mwingine unakuwa ni wajibu wa mahakama. Kwa watu wasipotoshe. Kwa mfano, rais anasema kwamba mahakama ziendelee kulinda uhuru. Sasa yale maagizo kwamba serikali itaendelea kuhakikisha kwamba mahakama zinalinda uhuru wake wa mahakama yenyewe, kwa sababu lazima mahakama ili iweze kutenda haki lazima iwe huru. Sasa uhuru, serikali italinda uhuru. Rais anasema serikali yake, serikali ya awamu ya 6 itaendelea kulinda uhuru wa mahakama. Sasa watu wanakuja wanapotosha, wanaongea vitu ambavyo mmeviona nyewe, waandishi mmeona, na siku hizi kumekuwa kama zoazoa huko, vinazolewa hata vitu ambavyo havijakaa vizuri, lakini watu wanapotosha. Baadhi ya watu, waandishi, mtakuwa mmeona huko. Lakini serikali, rais anajicommit, anaweka commitment ya serikali yake kwamba itaendelea kulinda uhuru wa mahakama. Lakini anawasihi katika maelekezo yake, anawasihi mahakama kwamba uhuru uendane sambamba na uwajibikaji.
Ndugu zangu, hakuna namna ambayo tunaweza kukwepa uwajibikaji kama taifa. Kila jambo lazima uwajibike. Hata ninyi hapa mpo kwenye uwajibikaji. Ofisi zenu zitawatambua kuhakikisha zinasimamia haki zenu, kwa sababu mmewajibika ipasavyo. Kwa Mheshimiwa Rais anatoa maelekezo kwamba mahakama, ili serikali inavyoendelea kulinda uhuru wa mahakama, lakini uhuru huo mahakama lazima uendane sambamba na uwajibikaji. Kuwe na nidhamu, kuwe na utii wa sheria, lakini tukizingatia taifa letu lazima tuwe na uzalendo. Kwa ni moja ya mambo unaona kabisa kwamba haya, kama mkuu wa nchi anapaswa kuyafikiri, lakini anapaswa kuyasimamia, na ndio maana ametoa maelekezo. Lakini anasema mahakama lazima, au anazielekeza mahakama kulinda imani ya wananchi walionayo juu ya mahakama. Sasa hili haliwezi kuwa nongwa. Rais ameona, na sisi ni mashahidi pia, kwamba wananchi tuna imani kubwa na mahakama zetu. Sasa kama tuna imani kubwa na mahakama zetu, rais anawaelekeza mahakama kwamba walinde imani hii, kwa sababu imani ambayo wananchi tumeweka, na tuna haki ya kuweka imani kwa mahakama, kwa sababu ndiye mtoaji wa haki katika taifa letu. Sasa watu wanakuja wanapotosha, wanaongea vitu ambavyo sitaki kuvirudia, wakati ni vitu ambavyo viko wazi na vinaeleweka. Lakini mahakama, pamoja na hii imani tulionayo, rais anaisisitiza mahakama kwamba wahakikishe wanalinda utu. Mmeona mara nyingi mahabusu wale watuhumiwa wanapokuwa kwenye mahakama zetu, huwa wanashtaki, wanaeleza, wanasemelea kwa mahakama baadhi ya madhira machache ambayo wanakutana nayo, na mahakama huwa ina intervene kwa sababu ina wajibu huo. Kwa tunarudi pale pale kwenye msingi wa uwajibikaji. Kwa watu wasipotoshe, na tusiwe taifa la kupotosha, tubaki kuwa taifa la kujadili masuala ambayo yana ni issues, sio tusikae kujadili tissues tu, hali ambayo inaweza kaleta mkanganyiko. Tunaondoka kwenye masuala ya msingi. Lakini jambo la pili, kauli ya rais, pamoja na kwamba ni maagizo, kauli ya rais ni maelekezo. Kauli ya rais anapoitoa, maana yake vyombo vyetu vifanyie kazi. Na mkumbuke sisi mihimili yetu hii mitatu, kwa maana ya bunge, tuna mahakama, lakini tuna hii judicial, mtanisaidia Kiswahili chake, tuna hivi vyombo vinategemeana, ni pande mbili za shilingi ambazo huwezi kuangua upande mmoja alafu upande mwingine ukaenda kutumika. Na hii ni mifumo ambayo inategemea. Kwa hiyo rais anapozungumza ni kama bunge linapoiagiza serikali wakati fulani kwamba linaisimamia ifanye hivi na linaielekeza ifanye hivi. Na mtaona hata waziri mkuu anaenda kuwajibika kujibu maswali bungeni kule. Kwa nini? Kwa sababu mihimili hii inategemeana. Rais anawasii mahakama kwa maana ya majaji, mahakimu na majaji kutimiza wajibu kwa maana ya kuwajibika, ili kuondoa minong'ono ya choyo na upendeleo. Kwa nini tusijikite kwenye hilo? Mheshimiwa Rais ana vyombo vingi. Yawezekana ameambiwa kwamba kuna choyo na upendeleo. Sasa lazima asemi tu kama mtu anayeota. Sasa kuiagiza mahakama sio kwamba yeye ndio hapana, ni kwamba anatimiza wajibu, kwa sababu ili tuende sawa ni lazima tuwajibike. Lakini jambo la tatu, kauli ya rais inatokana pia na matamanio yake ambayo huwezi kuyaondoa. Watu wanapotosha. Kiongozi anapokuwa na matamanio fulani, haina maana kwamba anakiuka misingi. Hatuweki kiongozi ambaye hafikiri. Kiongozi anao ubongo. Mnafahamu moja ya function ya brain ni pamoja na reasoning. Sasa anapofikiri kwamba natamani taifa liende huku, vyombo vyake ambavyo vinamshauri, baraza la mawaziri, wanakaa, anashirikisha bunge, mahakama. Ndio maana rais ana matamanio yake ya kimaendeleo katika nchi.
na moja ya matamanio yake anaona kwamba yanaweza yakatekelezwa au yakatekelezeka pale ambapo mahakama itawajibika. Kwa mfano, anawasihi mahakimu na majaji rais, Mheshimiwa Rais anawasihi kwamba ili maendeleo yapatikane lazima kuwe kuna usimamizi mzuri wa haki, kwamba tunahitaji maendeleo. Watu wakiwa na haki, maendeleo yatapatikana. Rais amesema. Sasa watu wanapotosha, wanaleta vitu ambavyo wala hata havistahili kuzungumzwa, kwa sababu tunajua kwamba wao wanapenda hiyo, nafikiri kwa sababu ambazo wanazijua wenyewe. Lakini anasema bado anayo matamanio kwamba serikali yake anayoiongoza itaendelea kuwekeza kwenye mahakama kama ambavyo inafanya uwekezaji mahala kwingine. Mmeona kwamba mahakama zetu zimekuwa na vifaa bora ambavyo vinarahisisha, na rais amesema bado anaendelea kuwa na matamanio hayo. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba unapoambiwa tuna vifaa ambavyo vinaweza vikarahisisha vya sayansi na teknolojia ili mahakama zetu zikaenda, tumepiga hatua. Leo hii kuna kesi zinaendelea ambazo zinakuwa za masafa marefu, wengine wako gerezani, wengine wako mahakamani umbali mrefu, na kesi zinaendelea. Lakini leo tumeambiwa, mnakumbuka jana tumeambiwa kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais kwamba kuna senta ambayo kesi zote nini kinaendelea kila sehemu zipo. Ndio matamanio yake. Sasa kuna nongwa gani hapo? Akisema kwamba matamanio yake ni kuona kwamba anaendelea kufanya uwekezaji katika sekta hiyo pia. Na mnafahamu kwamba imefika hatua sasa hata maisha ya baadhi ya wafanyakazi au maisha ya wafanyakazi wa mahakama, umeambiwa kuna watu sekta zingine, Mheshimiwa Rais anasema wanamwambia tunatamani tuwe kama wale. Kwa hiyo bado matamanio yake ni kuhakikisha mahakama zinakwenda ili kuendelea kutekeleza majukumu hayo. Lakini zaidi anataka mahakama, na amesema, kwani watu wanapotosha, kwamba iendelee kuwa kivutio duniani, watu watoke wajifunze kwenye mahakama zetu. Sasa hili kosa liko wapi? Watu wanakuta na wakati fulani wakati tunashangaa. Yaani kuna mambo unakuta watu wanayazungumza, tunataka hiki, tunataka hiki. Kiongozi akija na kuisema na yatekeleza haya na haya, kwa sababu pia ni matamanio yake, lakini ni sera na natekeleza ilani yake, watu wengine wanaanza tena kubadilika na kutaka turudi. Kwa hiyo naombeni waandishi wa habari mnisaidie kupaza hii sauti ifike mbali zaidi, kwamba tukite kwenye msingi wa hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoizungumza jana. Lakini jambo la mwisho la tatu katika matamanio ya Rais, Mheshimiwa Rais anazungumzia maendeleo katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na amegusia dira ya maendeleo. Hii dira ambayo tumeiandaa miaka 50, 2025 50, miaka ijayo. Sasa hii dira ya maendeleo Rais matamanio yake ni kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafungamanishwa kwenye dira ya maendeleo, yakiwepo ya kisiasa, yakiwepo ya kiuchumi. Sasa katika haya mambo yanayofungamanishwa ni kwamba tutahitaji msingi wa sheria kuhakikisha kwamba tunanufaika na wananchi wote tunanufaika na haya. Kwa hiyo anawasihi na kuwaeleza mahakama kwamba matamanio yake ni kuona kwamba mahakama ni wakati wake sasa na vyombo vyake kuanza kudili pia na mchakato mzima wa utekelezaji wa dira, ili mahakama, kwa sababu inamiliki uwanja wa sheria huko, watatusaidia hata kutafsiri mikataba mbalimbali ambayo kama serikali itaingia, iwe ya ndani iwe ya nje, na kulinda maslahi ya wawekezaji, wawe wa ndani wawe wa nje. Kwa hiyo Rais, mimi kama mchambuzi huru, nimeona kwamba alijikita kwenye maeneo hayo na si vinginevyo kama wanavyopotosha, kwa sababu tu watu wana uhuru, wanaweza wakazungumza chochote basi. Lakini ukweli unabaki hapo, ndugu waandishi, ni kwamba Mheshimiwa Rais alijikita katika kuzungumza, kwa muono wangu, kwamba anatoa maelekezo yenye matamanio yake juu ya maendeleo ya nchi hii kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na raia namba 1 wa nchi hii.